Songa mbele, baraza la wazee wa Maa baraza hilo la wazee wa Maa limeisifu serikali ya sasa kwa juhudi zake za kuendeleza urejeshaji wa msitu wa Masai Mau ambao ulikuwa katika hatari ya kuangamia kutokana na uvamizi mkubwa na shughuli za kibinadamu. Wazee hao wakiongozwa na mwenyekiti wao Mzee Kelena Ole Nchoi walisema kuwa ukuta wa kielektroniki uliowekwa kuzunguka msitu huo umezuia shughuli za kibinadamu ndani ya eneo hilo, jambo ambalo limeimarisha uhai wa msitu huo. Serikali ilianza mchakato wa kurejesha msitu wa Mau kutoka kwa wavamizi mwaka 2018 na 2019, ambapo maelfu ya watu waliondolewa kutoka kwenye eneo la msitu. Tangu wakati huo, serikali imeweka mikakati mbalimbali ya uhifadhi, ikiwemo kuweka nyaya za ukuta, kupanda miti na hatua nyingine nyingi. Ametusaidia pia kushunga msitu huu wa Mau ambaye kila mara mimi ninapigania ili kushungwa. Sio ili inifaidi mimi, bali ifaidi nchi na ifaidi dunia. Kupitia maji zinazotoka katika msitu huu wa Mau ambayo kuna mito karibu zaidi ya 13 ambayo zinakwenda katika kila upande katika ziwa tofauti katika nchi hii. Lakini jambo moja kubwa ambayo tunasaidiwa na msitu wa Mau ni Mara River, ambayo ile nyumbu ama wild beasts huwa wanafuga kutoka Tanzania, kutoka Ngorongoro na Serengeti kuja Masai Mara National Park. Na hiyo ndio inatuletea watalii na mapato ni makubwa sana ambayo kaunti yetu inapata, na hata Kenya pia, serikali ya Kenya, serikali kuu. Sisi tukiwa jamii ya Maa na tukiwa wazee wa Maa Council of Elders Kenya mzima, sisi tunaunga serikali mkono 100% na tutafanya kazi na yeye 100%.